Na Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Wakati ule Yesu alipelekwa na Roho jangwani kusudi ashawishiwe na Shetani. Akafunga siku 40 mchana na usiku, kisha akaona njaa. Hapo mshawishi akamngojea akamwambia, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, uamuru mawe haya yawe mikate. Naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo kinywani mwa Mungu. Halafu Shetani akamchukua katika mji mtakatifu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika wake wakuchukue mikononi mwao, usije ukajikwaa mguu wako kwenye jiwe. Yesu akamwambia, pia imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Tena Shetani akamchukua akamweka juu ya mlima mrefu sana, akamuonyesha falme zote za dunia na fahari zote, akamwambia, hizi zote nitakupa ukiniangukia kuniabudu. Yesu akamwambia, nenda zako Shetani, maana imeandikwa, umwabudu Bwana Mungu wako, umtumikie yeye peke yake. Hapo Shetani akamwacha, wakaja malaika wakamtumikia. Injili ya Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Hii ni Jumapili ya kwanza ya Kwaresma, na kila Jumapili ya kwanza ya Kwaresma kwa miaka yote mitatu ya A, B na C huwa tunasoma somo hili la kujaribiwa kwa Yesu. Kwa hivyo mwaka ujao ni mwaka wa Mathayo. Tunasoma kutoka kwa Mathayo majaribio ya Yesu. Mwaka ujao tutasoma kitabu cha Injili ya Marko, na mwaka C kutoka Injili ya Luka, majaribio. Kumaanisha ikiwa Yesu alijaribiwa, sisi zote lazima tutajaribiwa. Kujaribiwa ni dhambi? Hapana. Majaribu yote siyo dhambi. Dhambi ni nyakati ambazo tunaanguka kwa mtego wa majaribio, when we give in to the desires. Lakini majaribio ni sehemu moja ya maisha yetu. Na katika Injili ya leo tumesikia wakati Yesu alipelekwa jangwani na Roho. Kwa hivyo ni Roho amempeleka jangwani. Amempeleka kutoka wapi? Tunajua ni baada tu ya kubatizwa. Naona wanajitayarisha kubatizwa. Yesu alipotoka mto Jordan aliingizwa jangwani. Na ameingizwa jangwani kufanya nini? Ameingizwa jangwani, tumeambiwa, kujaribiwa. Katika Biblia jangwa ni mahali, ni skuli ya Mungu. Ni skuli ya Mungu. Kwa hivyo watu wanapoenda jangwani, na hata Yesu ameenda jangwani, wana wa Israeli walikuwa jangwani, ilikuwa skuli ya Mungu. Mungu aende na kuwafundisha na kuwaunda kulingana na muundo wake. Jangwani
ni mahali ambapo unasikia ukweli wa Mungu, because it is so silent. There is a lot of solitude, na unaweza kusikiliza na kusikia sauti ya ukweli. There are no distractions, and therefore you are able to see the truth. Jangwani ni mahali pa sala, na unapoenda, sababu ya utulivu wake, Mungu anaweza kuamsha tena, na Mungu anaamsha ndani yetu, na tunaweza kutambua the hidden life in us. Kwa hivyo jangwa, sababu ni mahali ambapo pametulia, tunaweza kwenda na kusikiliza na kuweza kutambua the hidden light in us. Kuna vitu vingi ambavyo viko, na ndio unaona huwa shida. Ukitaka kusumbua mwanadamu, peleka yeye mahali pananyamazwa. And that's why we fear silence. Sababu ukienda mahali pamenyamaza, hata ndio maana tunaenda adoration ama tunaenda retreat. Ukinyamaza, ile maneno yote imejificha kwa subconscious. Tangu ulipofikisha miaka ya reason, inaanza kukuja, na ikija kwa conscious inaanza kukusumbua, sababu sasa unaanza kujiona vile ulivyo hali, lakini ukiongea unaifunika, hautaki itoke. Sababu nyingine, they are so ugly of us, we don't want to remember them. The past hurt, our history, zote zimefunikwa kwa subconscious. Lakini jangwani, unapoenda mahali pametulia, basi subconscious inafunguka, na kamba ya maisha yetu inaanza kufunguliwa, na unaweza kujiona halisi jinsi ulivyo. Na ndiyo maana tunasema jangwa ni mahali ambapo unaweza kutembea safari ya kujiona halisi. Na ndiyo maana Yesu ameenda jangwani. Pia jangwa ni mahali ambapo tunaenda kutakatifuzwa. It is a place of purification. Na ndio unaona wana wa Israeli walipotoka Misri, na sababu walikuwa wamejichanganya na kuabudu miungu ya Misri, lazima wangetakatifuzwa na Mungu aunde tena mioyo yao kwa miaka 40 jangwani, ili roho zao ziweze kuwa tena pendevu mbele yake Mwenyezi Mungu. Na kwa hivyo Yesu anaingia jangwani baada tu ya kutoka katika Jordan, ubatizo, anaenda jangwani aweze kusikiliza sauti ya Baba, aweze kutambua the will of the Father, sababu amesema sikuja kufanya mapenzi yangu. Ndiposa anapotoka jangwani, anatoka na kitu tunaita spiritual stamina. Anatoka na spiritual stamina na nguvu za kiroho, na ataweza sasa kwenda kupambana na challenge ambayo iko mbele, sababu kumbuka, baada ya jangwani anaanza rasmi kazi ya huduma. Mtakatifu John pia tulisikia alitoka hekaluni akaenda jangwani, mahali ambapo pametulia, ili awaite watu kule jangwani, na wale waliokuja ni wale ambao walifanya uamuzi. Kwa hivyo Roho amempeleka jangwani. Injili ya Marko ambao utasoma mwaka ujao inasema the Spirit drove him to the desert. Ni kama anasukumwa, ni kama anasukumiwa bila hiari, lakini tunajua Yesu alifanya yote si kwa hiari yake, bali kwa hiari ya Baba, na amepelekwa huko, na siku 40 atakuwa katika sala. Tumsifu Yesu Kristo. Leo na wazee wa kanisa wanasema leo kuna miungu watatu ambao wanatawala dunia. There are 3 gods with small g. Hawa Mungu ni akina nani? Sex, money and power. Hizo ndizo zinazosukuma dunia.
Na ndiyo maana unaona hata katika kanisa mapadri na watawa wanachukua nadhiri 3 to counteract this. God is good. They take the vow of chastity, utakatifu, to counteract the god of sex. Na ndio unaona hata katika advertisement zetu zote lazima kuwe na kitu ambacho kinaleta God is good. Na hii inavutia, na ndio maana advertisement nyingi televisheni ndiposa ziweze lazima kuwe na kitu ambacho kinaleta hisia za Mungu ni mwema. The second god is money, and that's why the religious take the vow of poverty. Sababu pesa, mali ni kati ya miungu ambayo inaongoza dunia. Na ya 3, power, ndiyo maana the religious take the vow of obedience. Power, you want to be on the top, you want to drive yourself. Lakini sasa mama kanisa kwa hekima yake ndiposa tusitawaliwe na huyu mungu wa power, tunachukua nadhiri ya utii. Wale walikuwa ordination jana waliona mapadre wapya wakifanya utii, si ni kweli? Ndiposa to counteract the third god of power, kwamba unapotii, unaponyenyekea, unasema kwamba sio wewe uko juu, ni Mungu aliye na nguvu zaidi. Hao ni religious, na sisi although we are also religious, sababu roho zetu ni za Mungu, lakini sisi ambao tuchukui nadhiri, tutatoka kwa hii miungu kwa njia gani? Hii ndiyo sababu the god of power, we diminish it through prayer life. Ndiyo maana tunaambiwa wakati wa Kwaresima ni nyakati za kusali. Tunaposali, mtu anayesali ni mtu ambaye anatambua kuna kitu kingine kina nguvu zaidi, na kwa hivyo unaanza kuappeal kwa huyo anaye nguvu zaidi. How do we appeal to that supreme being? By prayer. And that's why Padre Pio anasema sala ni kifunguo cha roho ya Mungu. Prayer is the key to the heart of God. Prayer is the oxygen of the soul. Na kwa hivyo sasa mimi najua ikiwa ninaweza fungua roho ya Mungu na kuna Mungu huyo aliye juu, basi kwa njia ya sala natambua huyo ambaye ana nguvu zaidi. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa njia ya mfungo, tumeanza siku 40 za mfungo, naanza kutuliza my pleasure. We have the pleasure of sex, chastity. For us, the prayer and the fasting, we put the pleasure to submission. We tell our appetites, you have to submit to the power of the spirit. Na kwa hivyo, kwa njia ya kufunga na kujinyima yale ambayo mwili unataka, basi nataka kuambia kuna zawadi kubwa zaidi. So by fasting I counteract the pleasure. Na kwa njia ya kupeana almsgiving, ninapojinyima na kuwasaidia wengine, naanza kutambua kwamba mali haiwezi nipa furaha ya kweli. Na ndiposa nijue mali haina furaha ya kweli na sio kilele cha maisha yangu, I release it by assisting others. Na kwa hivyo kwa njia hiyo sasa tunaweza kuanza kuishi maisha ya Yesu. Na ndio naona Yesu amejaribiwa na hizo vitu vitatu. Ya kwanza pleasure. Ameenda jangwani kufanya nini? Ametoka baharini aende aongee na Mungu. Njaa yake ni njaa ya kiroho.
anataka kuwa na divine connection, anataka kuwa in the divine presence. Mungu aweze kuunda moyo wake ili atakapotoka aweze kumwakilisha Mungu. Anataka kuwa na nguvu za kiroho sababu anajua kazi iliyo mbele. Shetani anataka nini? Anataka kumuondoa kwa focus ya kula chakula cha kiroho, na anamproposia aweze kutimiza the appetite of the body. 40 days 40 night. Yesu ako kwa kilele cha sala, ako kwa kilele cha uhusiano wake na Baba. Shetani anamwambia, wacha kufikiria hiyo maneno ya roho. Tafadhali, wewe una nguvu, bariki hii mawe iwe mkate. Ni nini ilipeleka Yesu jangwani? Si mikate. Amepelekwa ili aweze kuwa na muungano zaidi na Baba. Na ndiyo Yesu akamwambia, mtu hataishi kwa mkate tu, lakini kwa kila neno linalotoka kwa Mungu. Sababu neno la Mungu, na ndiyo tumeanza nalo, is the food of our souls. Tunaposoma Biblia, roho zetu zinajazwa na nguvu ya kiroho. Na kwa hivyo shetani anataka kumuondoa Yesu kwa chakula halisi, kwa chakula halisi. Na hata katika Injili ya John, nakumbuka wakati Yesu alipokuwa akiongea na mama Msamaria, Yesu alituma wanafunzi wake kwenda kufanya shopping. Waliporudi wakapata anaongea na mama Msamaria na hajakula, alikuwa amewatuma shopping. Na wakashangaa, mbona haitishi chakula? Lakini hawakujua chakula chake ni kufanya mapenzi ya Mungu. Na anapoongea na mama Msamaria na kumnywesha maji ya uzima, hiyo ndiyo chakula cha Yesu. By the way, hakuna siku hata tulisikia Yesu akisema amehisi njaa. Ulisikia? Kwa bibi mambo mawili. Iko siku Yesu alicomplain, ninahisi njaa. Mungu ni mwema. Have you ever naona kiu. Unajua hata shida haikuwa, lengo haikuwa yeye. Aliambiwa wanafunzi wake, hii miti andeni muangalie ama ina kitu. Si kwa ajili yake sana, ni kwa ajili yao. Wakaenda wakaona miti haijazaa. Akauliza, hii miti inafanya nini? Usikuliwe siku zote. Sababu kwa nini hautoi kitu? Na hiyo miti tunaambiwa ikaka. Lakini hakuna wakati Yesu alicomplain kwamba aliona wengine wana njaa, aliwahurumia wengine wana njaa. Lakini hakuna siku Yesu utasikia Biblia yeye alihisi njaa akawacha crusade akaenda Actually juzi ndio aliwaambia mjiepushe na chachu ya Mafarisayo na waandishi. Mitume wakaanza kusema, kwani amejua tulibeba mkate moja tu? Hao wenyewe wakaanza kunogonezana wakisema labda anawachoma sababu hawakukumbuka kubeba mikate ya kutosha. Alafu alipogundua mawazo yao akawauliza, mbona mnaanza kuongea na kunugunika juu ya mkate mmoja? Nililisha watu 4,000. Niliwalisha na nini? Ilibaki ngapi? Niliwalisha watu 5,000. Ilikuwa mikate mingapi? So sasa wakashindwa na kwa nini alituambia hivyo? Kumaanisha chakula cha Yesu si mkate, mbali chakula cha Yesu ni mambo kadhaa. One, chakula cha Yesu cha kwanza ni kutenda mapenzi ya Mungu. Chakula cha pili is obedience to the Father. Ndio maana nasema sikuja kufanya mapenzi yangu. Chakula cha tatu is to be in the divine presence, kuwa ameunganika na Baba. Na chakula cha nne ni daima kuishi katika utakatifu wa Mungu, living in righteousness of God. Na ya mwisho is to maintain the image of God the Father. And that should be our food. Na ndiyo maana hata leo
sisi kama tulivyosema, hata nasi tutajaribiwa, na ndio maana tuangalie siku hizi 40 ndio siku za majaribio zaidi. Tutajaribiwa na pengine wengine wetu tayari tumeanguka. Wednesday, Mungu ni mwema. Kama tungekuwa na kale kamashini ka COVID kupima wale walikula nyama na tulijua, na utaona kwamba siku hiyo ndio marafiki wanakuwa wakarimu zaidi. Tukule kanyama. Na saa zingine ni ukweli, wale tunasahau dakika 5, narudi kukumbuka wakati umemeza 4, leo tulikuwa kwa majivu. God is good. And again, Ash Wednesday, Good Friday, and every Friday, not only for the Lenten season, but every Friday, the whole year, should be a day of what? Sacrifice. We are not supposed to eat meat every Friday. Take this seriously. Are we together? Kila Ijumaa ya mwaka, hizo Ijumaa zote ni siku ambazo tunafanya special fasting for our salvation. Mungu ni mwema. Kwa hivyo tutajaribiwa, ndio. Tutajaribiwa, na jaribio kubwa is the pleasure of the body. Tunataka, huu mwili unataka starehe nyingi zaidi, chakula kizuri, na ndio maana kanisa imesema ni nyama, lakini pia ni vitu ambavyo tunapenda zaidi. Chocolate, ice cream, pizza. God is good. It's an external way of worship. God is good. Kwa hivyo Yesu amejaribiwa na sisi tutajaribiwa, na kwa njia hii tunataka Yesu amemwambia Shetani, hata nami mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo kwa Mungu. Unajua kuna story inapeanwa, siku moja fisi alisikia mahubiri, na unajua hata Mtakatifu Francis aliongelesha fisi sana. Unajua hiyo, kule Asisi kulikuwa na ukame vile ambavyo tulikuwa January na part of February, na fisi akaanza kuvamia maboma ya watu na kula kondoo, na alafu watu wakaitana kijiji, wakaulizana tufanye nini. Na Mtakatifu Francis alikuwa amepewa neema ya kuongea na wanyama. Kwa hivyo alienda akatumwa na wazee wa nyumba 10 wa huko, enda uuliza. Na alipouliza fisi akasema, mumelima kila mahali, mumefanya mazingira yetu environment iwe mbaya kiasi ya kwamba hatupati chakula, na hii ndiyo sababu mimi navamia. Kwa hivyo akauliza fisi, tufanye nini? Akawaambia, waambie waweke chakula, provide. Kwa hivyo kwa boma mnajaribu kuweka chakula ya fisi, na kwa hivyo baada ya muda hiyo shida ikaisha, na watu wa Asisi wakafurahi. Kwa hivyo pia kuna story kama hiyo. Fisi aliposikia mahubiri kama ya Francis akasema ataokoka. Na tunajua hyena anakula nini? Si haikuwa hyena, hyena anapenda kula vitu ambavyo vimeoza. Kwa hivyo aliposikia mahubiri, basi lazima arudie nadhiri za ubatizo, wamkataa Shetani na mambo yake yote. Kwa hivyo fisi aliulizwa, wamkataa Shetani, ndio, utawacha kula vitu ambavyo vimekufa? Nimeacha na nitaishi maisha ya kimungu. Basi akabatizwa, na baada ya ubatizo, bahati mbaya siku ile alibatizwa, akirudi nyumbani akapata swara
amegongwa na gari, na akasema leo nimechukua nadhiri. Akamwangalia akapita. Next Sunday alipita hapo hapo, akapata sasa yule swara ameanza kunuka, na akasema kwa nadhiri kulikuwa mahali ya kunusa, akukua. Niliambiwa nisikule, lakini sikuambiwa nisinuse. Kwa hivyo akaenda akanusa, lakini hakuguza sababu anasumbuliwa na nadhiri. Na akarudi nyumbani. Then the third Sunday akapita hapo hapo, akasema kwa nadhiri kulikuwa na mahali ya kukatazwa kuonja. Hakuna mahali ilikuwa ubaya kuwa. Kwa hivyo mara ya tatu sasa akanusa na akaonja. Jumapili ya 4 sasa ndio imeoza vizuri. Siku hiyo hakuweza kuepuka, sio kunusa tu, sio kuonja, mbali alikaa hapo akaishughulikia kiasi ya kwamba hakufika kanisa. Mfano huu unatuonyesha nini? Majaribio yanakuja pole pole, na mwishowe tunajua akaanguka, akavunja nadhiri alizoweka, na mwishowe akarudi akawa. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo tutajaribiwa na tutajaribiwa. Jaribio la kwanza ni tumbo, mulo. Tumsifu Yesu Kristo. Na nawaambia sababu nakumbuka nikiwa father pande ya, sitaki kutaja sana, lakini kwa highway nimeenda jumuiya, alafu bahati mbaya gari ilianguka. Haikuwa mbali na rami ni hapa, na jumuiya ilikuwa kama kwa bookshop, na ile lori ilikuwa imebeba mboga na ilikuwa imebeba pia carrot na sehemu kidogo mchere. Alafu kwa misa nikaona mateka imekuwa mingi, na mateka iko kamchere, iko carrot na iko na ile area it was not okay, na area mboga lakini ilizidi siku hiyo. Na nikasema Mungu, labda Mungu ameguza watu wake, wanaona vile kumekaa na ni vyema. Nikapokea, lakini baadaye nikataka kujua what a coincidence, kila mtu alikuja na mboga, carrot na kamchere. Baada ya misa wakaniambia, Father, na hata ni lori ilianguka. God is good. They did good sababu tunaambiwa kitu ya bwerere peleka kani. Lakini hata leo najiuliza, leo mama county sababu anakuaga hapa kwa hall, angekuwa anagawa mchere na unga, saa hii tunaanza misa, wangapi sio hapa, ukiuliza huko wangapi wangeingia misa, ama wangapi wangegoja kwanza Are we together? God is good. Kwa hivyo chakula ni sehemu moja ambayo, na ndio maana nadhani kanisa inatualika tuweze kujinyima hicho kitu ambacho tunapenda zaidi. Ndiposa tunapoutesa mwili huu, roho zetu zinapata nafasi zaidi. Compare what we fast or how we fast with our brothers Muslim. God is good. How do they fast? How do they fast? In comparison to us, to me and you. Are we together? And they really take it very seriously. That they don't taste anything during the day, up to when they open the fast in the evening. Hatufanyi hivyo sababu tunataka kupendeza mtu, lakini tunajipima jinsi tunavyotaka kuitesa hii miili ili roho ipate nafasi. Jaribio la pili, Yesu akapelekwa kwa hekalu, akapandishwa juu, na shetani akamwambia, jirushe
sababu imeandikwa. Unaona sasa, sababu Yesu ametumia Biblia, shetani leo ameamua kutumia akamwambia imeandikwa. Ni wapi imeandikwa? Psalm 91 ambayo Wayahudi walitumia pia kufukuza pepo, wakati ambapo walipokuwa wakifanya sala za kufukuza mapepo walitumia Zaburi 91. Na sasa wanamwambia imeandikwa, malaika watatumwa na kuweza kukushikilia. Yesu akasema ni vyema na inawezekana, lakini usimjaribu Bwana Mungu wako. Usimjaribu Bwana Mungu wako. Kwa sababu gani? Na Yesu ametumia maneno ya Biblia, Deuteronomy chapter 6, usimjaribu Bwana Mungu wako. Shetani alitaka nini? Alitaka Yesu atumie madaraka yake kumjaribu Mungu. Shetani alitaka Yesu atumie shortcut. Alitaka Yesu awe miracle worker. Lakini Yesu hakuja kufanya hayo. Hauwezi pata the crown without the cross. Na kwa hivyo Yesu akamwambia usimjaribu Bwana. Ni mara ngapi hata nasi tunajaribiwa kufanya, ama Mungu anapotubariki na jambo ambalo tunaweza kufanya, tunataka tulifanye ili wengine watusifu, kutumia mamlaka yetu kwa njia mbaya. Yesu amemwambia usimjaribu Bwana Mungu wako. Na ya mwisho akampeleka kwa mlima na akamwonyesha, akamwambia hii yote nitakupa ikiwa tu utaniinamia. Kwa nini anamwambia hivyo? Atampa kivipi? Si yake, si yake. Maumbile yote ni ya Mungu, si ni kweli? Lakini kwa nini anazingizia ni yake? Kristo pamoja na Baba na Roho Mtakatifu waliumba vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana, na kwa hivyo ni masingizio kwamba atampa. Na ndiyo basi alipofika hapo alitaka kumuondoa Yesu kwa ibada ya Mungu wa kweli, aanze kuabudu vitu vya dunia hii, wealth. Na Yesu akamwambia Shetani, sasa ondoka. Na kwa hivyo leo Yesu amekuwa Adamu wa pili. Tunajua Adamu wa kwanza, tumesikia katika somo la kwanza, Mungu alipomuumba Adamu na Hawa aliwaambia nini? Mnaweza kutumia vitu vyote, matunda katika shamba hili ni kwa minajili yenu. Kwa hivyo zawadi ya kwanza ya Mungu was blessedness. Aliwapa baraka, mule kila kitu kilicho katika shamba hili. Hiyo ndiyo baraka ya kwanza ya Mungu. Mungu anatutakia furaha na mema. Lakini Shetani, nyoka alipokuja alisema nini? Ati mliambiwa msikule. You sikia, you twist the truth. Mungu aliwaambia mule. Shetani alipokuja anasema ati mliambiwa msile. The same truth but in a twisted way. Na ndiyo mama akamwambia tuliambiwa tule, lakini tusiguze mti wa God is good. Na ukiangalia, by the way, walikuwa wamemaliza hii matunda ingine yote. Mungu ni mwema. Walikuwa wamemaliza. Lakini ukisikiliza vile walivyo, mwanamke alipoona ule mti ulikuwa mzuri wa kuliwa, appetite of the mouth, the stomach. Mti ule ulikuwa mzuri wa kuliwa, wapendeza kwa macho, na mti wa kutamanika kupata ujuzi. Kwa hivyo the three temptations: mzuri wa kula, the appetite of the stomach; mzuri wa kupendeza, beauty; na mti wa kutamanika kupata
Ujuzi. Ujuzi wa nini? Ujuzi wa kutaka kujitawala. And what is the original sin? Original sin is when Adam and Eve lost their own identity. Walisahau hao ni akina nani, na ndio unasikia wanaambiwa wanataka mkila mtakuwa kama yeye. Kwani walikuwa kama nani? Walikuwa kama nani? Walikuwa wameumbwa na mfano na sura ya Mungu, lakini anawaambia mtakuwa kama, they were already in the image and likeness of God. Na kwa hivyo ndiyo maana tumesikia kwa kosa la Adamu wa kwanza dhambi ikaingia, kwa sababu Adamu wa kwanza na Hawa wa kwanza they wanted autonomy from God, wanataka kujisimamia. Adamu wa pili amekuja na kutii, sababu anataka kufanya mapenzi ya Mungu, na kwa hivyo katika utii wake basi ameleta neema na upatanisho na Mungu. Na kwa hivyo yeye hataki madaraka yake ni kuleta na kutenda mapenzi ya Mungu. Tuombe siku ya leo ili nasi tunapoingia na tuko tayari kwa mfungo mtakatifu, tunataka Mungu afanye nini? Mungu atujalie tuweze kutafuta neema za kuishi kwa mapenzi ya Mungu, tuweze kutii Mwenyezi Mungu, tuweze kuishi kadri ya mapenzi yake. Na ni vizuri sababu leo shetani ametajwa, leo tuangalie syllabus ya shetani. It is good leo. Unajua hatutaiongea juu yake tena. Mungu ni mwema na kila wakati. Tumeambiwa, Biblia imesema ndiye aliyekuwa mwerevu zaidi. Kwa hivyo ujue shetani sio mjinga, na kwa hivyo ikiwa sio mjinga, sio kijana, lazima ujue ni mzee, sababu ana hekima. Are we together? Hiyo ni yako. Tena lazima ujue alikuwa malaika mpinzani, anajua siri za That's why shetani basi leo nataka kupropose, na Yesu ametufundisha. Yesu amekuwa na dialogue na shetani, na hata nyinyi kuanzia leo kwa hii Kwaresma, don't fight with the devil. What is the strategy? Listen to him. Ikiwa ni him. Are we together? And then listen to the proposal, but don't follow them. Semeni amen. Amen. Bariki hii mawe iwe mkate. Nimesikia, lakini sitafanya hivyo. Are we together? Kunywa moja ya barabara. Nimesikia, lakini hiyo sitafua. Are we together? Chapa bibi. Nimesikia, lakini bibi yangu wachana na. Are we together? Yes. Msikilize, lakini usimfua, sababu mbinu yake ni hii. Anatumia tactics inaitwa the 4Ds. The 4D, dog. The first D inaitwa deception, kudanganya, ama distortion. Distortion ni ukweli unaupigisha kona. Na ndio umesikia hata akiwaambia ati mliambiwa msikule. Hapa hakusema tusikule, alisema tukule, lakini tusiguze mti wakati, the tree of good and evil. So he twists the truth, and that's one of the strategy of the devil. He deceives us. How? Like today, one of the twists that he is using is giving a false labeling. False. Unajua hata ukienda supermarket ukute mahali panga zimewekwa imeandikwa sugar, na ni panga na visu viko. You can see that supermarket, you know that. Semeni you're supposed to label well.
Are we together? For clarity. For sukari ni 100 na unaandika 100 na inawekwa mahali imeandikwa shu. Leo mbinu moja ya shetani is false labeling. Anaandika visivyo na hivyo anapotosha. Kwa mfano leo siku hizi watu waongee juu ya abortion because hiyo jina ileti. Are we together? So what is a good name? Health reproduction. You see, God is good. Is that term not nice? It is. But what is it? What is it? Mungu ni mwema. It is evil. It is where you are saying, my choice, my body, that is not godly. Our bodies are a gift from God, isn't it? And that's why the Bible says, offer your bodies as a living sacrifice. So today they don't talk about abortion, they are talking about reproductive health. Good word, but it is the same consequence. Sodomy. What is sodomy? Sasa tuongee hiyo. You talk about, it means what? Happiness. Happiness. Sodomy, the other word is happiness. Happiness in what way? Happiness in what way? Is it really happiness? No. Marriage. In marriage today they are talking about marriage equality. What is it? Marriage equality? What is marriage equality? Kwamba bibi na mzee tuko na kura 50-50. Mungu ni mwema. What was the design of God? There must be order in our families. There must be a head, there must be the neck, there must be the... Are we together? For the order in the family. That's why even in the parish, there is a parish priest, there is a curate. We are all priests. You cannot say, sisi wote ni mapadri, isn't it? There must be order. And therefore, there is that false labeling that confuse our understanding. And the last, deception. And this is now happening in the world and in the politics, is that the devil takes a data and manipulates the data and you think it is true. Mungu ni mwema. Unachukua jambo unalivalisha mask, linaonekana ni nzuri, lakini makusudio yake ni kupotosha. Kwa mfano, wacha tutumie ile tunajua. Kwa mfano, leo nchi ya Iraq, it is in shatter, isn't it? What was the pretense? Saddam Hussein has weapon of chemical weapons, isn't it? Where are they? Did they find them? Years later they say, we lied. You put an impression, you create a scenario and mental figure, and you know what you want to achieve. Tumsifu Yesu Kristo. Na kwa hivyo unasingizia ndiposa mtu ama kitu kionekane kibaya, lakini lengo lako. That is what we call deception. It is the trick of the devil. That is the first D. The second D is what we call division. Division ni mtu ambaye kila wakati analeta utengano. Ukiingia kwaya inasabaratika. Ukiingia grupu ya merry go round, ukiingia kikundi cha kijiji, sababu lengo lako na your spirit ni ya kutenganisha. Makusudio ya Mungu, John anasema, Baba na waombea wawe kitu kimoja. Na ndio sasa leo tunapokaribia hata uchaguzi wa nchi, wewe sikiliza tu. Ukisikia mtu anaongea juu ya utengano, kabila hii, kanisa hii,
huyo mtu anaongozwa na roho wa shetani. Because the prayer of Jesus is that we may be able to be one. Unity and love. Tumsifu Yesu Kristo. Ya tatu is what we call diversion. Diversion ni kutoka rami unaingia kwa maram. Hata si mnajua hii haina shida, ni kwa barabara. Barabara mzuri ni ya rami. Are we together? Ukienda kwa diversion unajua unaenda kwa barabara ya matope. Vivyo hivyo shetani kazi yake it is to divert our attention. How? One, by being very busy. Ndio maana tunakuwa busy. No time for God, no time for your family, no time for yourself. Hata upati nafasi ya kupumzika, haupati nafasi ya kukula, haupati nafasi ya kuomba. Na mawazo yetu yameelekezwa wapi? Kutafuta shilingi, na si mbaya. Wealth, security, tunaangalia retirement. Na ndiyo maana unaona mtu atachukua muda kufanya jogging kutoka hapa paka free area to keep fit, lakini kiroho ana jog. Unataka kuwa fit physically, which is good, isn't it? But do you still spend time like that in your spiritual jogging so that you can be close to God? And that's why Matthew chapter 10 would say, msiogope wanaoua mwili, ogopeni yule anaweza ua mwili na roho. So kazi moja ya shetani ni kutuondoa our focus from heaven, from holiness, na kutupeleka kwa mambo ambayo they are of lesser reality. Na ya mwisho is discouragement. The last resort ya shetani, it is to discourage us. Wakati unapofanya jambo ana whisper, you cannot. Kwenu hakuna mtu ameshaweza haya. Hana nia ya kutupa matumaini. Tuliambiwa hope does not disappoint. Lakini shetani kila wakati anataka kutukata matumaini. Na ndiyo maana leo watu wengi wameacha kanisa. Wanasikia kanisa iko na scandal, so I don't go to church. You don't need to strive for holiness, but remember, sisi zote tutapiga magoti mbele ya Mungu, kila mtu binafsi. Tuombe basi tunapoanza mfungo wetu mtakatifu. Tukumbuke tuko vitani, na sisi zote tutajaribiwa, na majaribu yapo, lakini tunaye Roho Mtakatifu. Wacha Roho wa Mungu atuongoze. Wacha Roho huyu atuongoze kutenda mapenzi ya Mungu, kutafuta utakatifu wa Mungu, kuishi katika wema wa Mungu, na ndiposa mwishowe tuweze kupata tuzo la milele. Na ndiyo maana sisi kwa mfungo huu tunataka kutambua we are not the one who make the decision. We are not the one who are superior. There is a superior being who is God. Wacheni Mungu abaki kuwa Mungu na tuweze kuishi chini ya utawala wake. Na tukifanya hivyo, mfungo wetu utakuwa na matunda. Tukiongozwa na Roho wa Mungu, atatunogonezea mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Na mwishowe tutaweza kupata matunda ya mfungo wetu, na mwishowe tutaweza kusherehekea pamoja na Yesu, ambaye licha ya kwamba hakuwa na dhambi, alishinda majaribio yote, alishinda ubinafsi wote kwa kujitoa juu ya msalaba. Na kwa njia hiyo kifo na dhambi zikashindwa, na tukawa na ushindi kupitia Kristo, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. My transgressions, truly I know that my sin is always before me. Against you, you alone have I sinned.
What is evil in your sight? I